Alona unyenyekevu hukutana na Wahabu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu ndugu mtazamaji wa chaneli yetu ya MT Africa, na karibu pia vile vile katika kipindi chetu cha safari kuelekea Uislamu, kipindi ambacho kinakupa historia za watu mbalimbali ambao wamepata nafasi ya kujiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Tutaweza kufahamu historia yao kabla na baada ya kujiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya. Ungana nami mtangazaji wako Osama Hanifu Mpogo, na kwa leo mgeni wangu hapa studio ni Bwana Abdalla Muhammad Kipengele au almaarufu kama Mkebaye. Kwa hiyo nakusihi uwe nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu hiki. Bwana Kipengele, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana katika kipindi chetu. Asante sana. Na Bwana Muhammad, Bwana Kipengele ametokea wapi? Bwana Abdalla Muhammad Kipengele ametokea kijiji cha Njopeka. Kijiji cha Njopeka, kata ya Lukanga, wilaya ya Mkuranga, mkoa wa Pwani. Sawa sawa. Tueleze zaidi. Kijiji cha Njopeka, Mkuranga, mkoa wa Pwani. Zaidi ya hapo? Zaidi ya hapo, kwenye familia sisi tupo watoto 10. Watoto 10, lakini mzee kule Kilwa alitoka na watoto 2. Sisi 8 wote tumezaliwa huku. Kwenye watoto 8, mimi nikiwa mtoto wa 5 kwenye hiyo familia. Kwa hiyo tupo bado tunaendelea, tupo hapo Njopeka. Sawa sawa. Katika hali hii ya utoto pale nyumbani, mazingira ya dini yalikuwaje kwa wazazi na kwenu nyinyi watoto? Mazingira ya dini kiukweli yalikuwa hayapo kabisa. Ila wazazi walikuwa Waislamu, ila ule Uislamu waliokuwa nao ulibaki kuwa Uislamu jina tu. Kwa maana yake ibada hazikuwepo za sala 5, ibada za kufunga hazikuwepo. Okay. Kwa hiyo yani hakukuwa na ibada yoyote ambayo ilikuwa inafanyika nyumbani. Baada ya kuitwa Muhamedi na Mwanaisha, kinachofuatia tena hakuna. Sawa sawa. Bwana Muhamedi, Bwana Abdalla Kipengele elimu yake ya kawaida amesoma mpaka darasa ngapi? Abdalla Kipengele amesoma mwisho darasa la 7. Baada ya hapo ajishughulisha na nini? Na kilimo. Kilimo. Sawa sawa. Sasa tuende mbele kidogo kwamba ulikuwa kwa wazazi ambao walikuwa hawana dini. Kwa maana yake inaonyesha tangu ukiwa mdogo kupata elimu ya dini. Sasa baada ya kuwa umetoka kwenye mazingira ya wazazi, unajitegemea, ulikuwa unajishughulisha na nini hasa? Shughuli zangu za kunipatia kipato, ya kwanza nilikuwa na biashara ya pombe maarufu gongo. Pili, nilirisishwa mkoba na mzee wangu kwamba mimi nilikuwa mganga wa kienyeji. Sawa sawa. Kwa hiyo katika hali ya namna hii, imani ya ibada ulikuwa nayo kwa sababu ulikuwa mganga, ulikuwa unasali au ulikuwa usali kwa sababu umekuwa mganga na unauza pombe? Ibada ilikuwaje katika kipindi hichi? Ibada kwangu ilikuwa mtihani. Ila nilikuwa najitahidi Ijumaa hadi Ijumaa huwa nilikuwa naenda msikitini. Kwa hiyo ibada yako ilikuwa Ijumaa hadi Ijumaa? Hadi Ijumaa. Saumu ulikuwa unafunga? Hapana. Ulikuwa haufungi? Sifungi. Sawa sawa. Kwa hiyo ibada yako ilikuwa ni Ijumaa tu? Ni Ijumaa tu, na hii kiufupi kama kulisishwa kwa sababu hata wazee wetu pia nao walikuwa wanaishi hivyo. Kwa hiyo umefuata kwamba wazee walikuwa wanakwenda msikitini siku ya Ijumaa wanasali. Basi baada ya hapo hakuna ibada nyingine yoyote inayoendelea. Sawa sawa. Sasa Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, wewe ulikuwa mganga, ulikuwa unafanya biashara ya kuuza pombe. Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya ili kufikiaje? Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya
iliingiaje kwenye familia yako? Namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, kwamba jumuiya tangu utotoni. Kwanza marehemu mama nilikuwa namsikia akiizungumzia jumuiya, na yeye anasema alikuwa anaisikia akiwa utotoni kwake, kwamba mjomba wake alikuwa anamwambia kwamba wapo watu wanayeitwa Makadiani, lakini kwa jina lingine Wahamadia. Kwa hiyo vile vitu nilivishika kuanzia utotoni, lakini pia Mwenyezi Mungu alinijalia kukutana na hii jumuiya nikiwa kwenye matembezi yangu ya uganga. Nilitoka nyumbani kwangu pale Nchopeka, nikaelekea sehemu moja Kibiti. Ukiwa unaenda kutibu? Nikiwa naenda kutibu. Au ukiwa unaenda kuagua? Nikiwa naenda kuagua. Hapa kidogo, uganga huu ambao ulikuwa unaufanya, kabla hatujaenda huko mbele kidogo, tu ufafanulie ndugu mtazamaji. Sawa, ulikuwa mganga. Uganga huu ulikuwa ni uganga wa namna gani? Uganga wa tiba kwa maana ya mitishamba, au ni ule uganga ambao kama tunaofahamu kwamba lazima mtu akija ameumwa muangalie, sijui kama amerogwa, sijui ni uganga ulikuwa wa namna gani? Huo uganga ni uganga wa namna hiyo, kwamba ni uganga wa kishirikina. Sio wa kisheria. Sawa sawa. Uganga wa kishirikina, kiwa na maana kumiliki kibanda, kiwa na maana ni kumiliki ndumba zile. Yani uganga wa namna hiyo. Sawa sawa. Kwa wakati uko safarini kwenda Kibiti, ndo ukakutana na jumuiya ya Islamu wa Ahmadiyya. Naam. Tuelezee sasa ilikuwaje? Kule kulikuwa na mteja wangu wa kuitwa Bongomani. Yule alinipigia simu, lakini anapiga simu muda huo akiwa huku Dar es Salaam, ila aliniomba tu kwamba niende pale, nitakapofika basi atanipokea wale wafanyakazi wake. Kwa hiyo na kweli akatuma nauli, alinitumia nauli mimi, na nikamuomba mganga mwenzangu. Tumetoka pale tukiwa wawili, tukielekea mpaka kule. Tumefika kule, wametupokea wale tunasema wafanyakazi wake. Kwa hiyo baada ya kutupokea wale wafanyakazi wake, akatupeleka mpaka kule nyumbani kwake. Yule kukaa kidogo akanipigia simu kwamba ndugu yangu, pamoja na nimekwambia nakuja, lakini mimi umenipata mtihani kidogo hapa, natoka Dar es Salaam, nimefika hapo Mkulanga, hapa polisi wamenikamata hii gari yangu. Kwa hiyo nakuomba uvute subira, usinione nachelewa. Nafanya mipango ya kuitoa hii gari, wakishanikabidhi hii gari basi nakuja. Sawa. Kwa hiyo mimi nikaendelea kuvuta subira, tukaendelea kuvuta subira pale tukiwa watu wawili. Ilikuwa majira kama ya saa 10. Kwa hiyo saa 10, saa 11 mpaka saa 12 anapiga simu kwamba saa 12 saizi siwezi kufika huko. Basi nyinyi mtalala, mkishalala hapo basi asubuhi Mwenyezi Mungu akijalia mimi nitafika hapo, tutakuja kuyafanya yetu. Isha ile saa 2 wanasali, wanamaliza kusali, tukasema kwa nini sisi Waislamu, na kama sisi Waislamu kwa nini tusiende kuomba nafasi msikitini? Yule mwenzangu akasema kweli, twende tukatafute nafasi. Tukatoka hapo sasa, tukaelekea kwenye kuna msikiti njia ya Mkongo, kuna msikiti pale wa Masuni. Tukaenda pale, tulipofika pale tumekuta washasali isha na wameufunga ule mlango. Tukafeli. Tukakaa hapa tukafikiria msikiti mwingine upo pale kizuiani. Tukasogea tukaenda pale. Tulipofika pale tumemkuta mlinzi wa pale msikitini, tumegonga geti. Baada ya kugonga geti akasogea yule mlinzi tukamwelezea shida yetu. Baada ya kumwelezea shida yetu akasema, bwana, kutokana na dunia sasa hivi imeenda mbali sana, cha msingi kachukueni barua pale polisi, muje hapa sisi ndio tutakupokeeni. Sasa yani muende polisi mkajitambulishe. Alafu baada ya kujitambulisha polisi wakiwapa barua, wao wataenda kuwafungulia mlango, mtaenda kulala. Sasa basi anakuja Mwalimu Nasoro. Kipindi kile yupo Mwalimu Nasoro pale Kibiti. Mwalimu Nasoro alipofika pale akamuuliza mlinzi, vipi?
Akamwelezea kwamba hawa ndugu zetu wanaomba nafasi hapa wajistiri, lakini mimi nawaambia wakachukue kwanza barua. Kwa hiyo huo msikiti mliokuwa umeenda ni msikiti wa Ahmadiyya? Ni msikiti wa Ahmadiyya. Okay, sawa sawa. Na hatujui sasa hapo, sisi hatujui, tunajua msikiti tu. Sawa sawa. Basi sasa Mwalimu Nasoro alipokuja pale, baada ya kuelezewa na yule mlinzi, akamwambia sasa mimi kama mimi sasa nawachukulia zamana hawa, lolote atakalolifanya hawa basi nitalipa mimi. Sawa sawa. Yule mtu kwanza nilimuona mjasiri na nilimuona mtu wa aina yake. Sawa sawa. Kweli baada ya kuambiwa vile, yule mlinzi akafungua geti, tukaingia. Kuingia sasa, ikawa sasa mule msikitini tukawa na mashaka kwamba tuna mikoba yetu tunaweka wapi? Mikoba tunaweka wapi? Lakini tunaingia nayo ndani msikitini, tunaiacha nje au tunafanyaje? Sasa kazi ilikuwa hapo sasa. Lakini sasa utafanyaje? Tutasikiliza namna tutakavyoelekezwa. Sawa sawa. Lakini bahati nzuri Mwalimu Nasoro alichukua ile mikoba bila bugza, kwa sababu ile mikoba ilikuwa misinga, vitambaa vyeupe, vyeusi, vyekundu vinaonekana. Sasa kwa na wasiwasi, lakini alichukua ujasiri wa kuchukua ile mikoba yetu, kutupokea na kwenda kuweka kule kwenye nyumba yake anakoishi. Basi sasa kilichotokea kwamba alituuliza, vipi mikula? Tukamwambia alhamdulillah sisi tumekula. Hapana, kama mmekula basi sawa, kama mjala basi tukaandaa chakula. Tukamwambia hapana, tumekula. Basi chukueni kisado, kaogeni maji, pate kupumzika. Pale kulikuwa na walimu, kutoka Kilwa nakumbuka pale, ndio wakatuambia basi mtakuwa mtalala na hawa. Tukaenda kujimwagia pale. Tulivyorudi akatuletea shuka pale, tumelala la mstarehe kabisa. Kwa hiyo mkapokelewa ndani ya msikiti wa Jumuiya ya Waislamu Ahmadiyya na mikoba yenu, mkapewa maji ya kuoga, mkapewa shuka, mkalala mpaka asubuhi. Na huo ndio ulikuwa mwanzo wa kuifahamu. Sasa hatujalala mpaka asubuhi. Kufika saa 9 tunaamshwa tusali, tukachukua huzu tusali sala ya tahajudi. Sasa muda huo mimi tahajudi ndo sijui, sifahamu wala. Mimi najua kusali raka 2 alfajiri, raka 4 adhuhuri, raka 4 alasiri, 4 magharibi, 3 magharibi. Basi ndio sasa tena basi. Lakini sasa ndio upo pale na wewe umeita Muislamu na wale Waislamu, ukawa hauna budi kuwafuata wenyeji kile ambacho wanachokifanya na wewe utekeleze. Basi sasa tukachukua jukumu la kunyanyuka, tukaelekea kuchukua hudhu. Tumechukua hudhu, tumerudi. Tukaja sasa pale, sala ikaanza, tumesali. Sasa cha ajabu tukawa tunashangaa kwamba sala hii unasali kweli, yani unaenda sana. Kwa hiyo ilikuwa ni ya jamaa au ilikuwa ni kila mtu anasali peke yake? Ya jamaa. Mlisali sala ya tahajjud ya jamaa. Ya jamaa. Sawa sawa. Basi sasa tukaona ndo kawaida. Kwa hiyo tulivyomaliza kusali tahajjudi pakaadhiniwa, tukasali sala ya alfajiri. Tukaja tumepumzika, akatufuata pale tulipopumzika. Haya ndugu zangu, haya tueleweshane tunakotoka, majina yetu. Naona tukaelekezana pale. Baada ya kuelekezana sasa, pia akaomba namba za simu, tupeane namba za simu kwa sababu sisi binadamu, tupeane namba za simu. Tukapeana namba za simu. Toka pale akatuomba tusiondoke, tubaki tusubiri chai. Kweli akatupatia chai. Ikabidi sasa mimi ni mshauri mwenzangu yule, nikamwambia sasa hapa cha kufanya kwamba sisi turudi kwanza nyumbani. Atakapokuwa tayari Bongomani basi sisi atatupigia simu. Tutaenda. Alafu tutaenda. Sasa tutarudi vipi wakati nauli hatuna?
Mwalimu Nasoro akauliza, kutoka hapa mpaka huko mnakoishi Njopeka nauli shilingi ngapi? 2500. Mwalimu Nasoro akanyanyuka akaenda ndani akatuletea 5000. Akatupa 5000. Ambia haya, nendeni. Sisi pale tunatoka na tukabidhi mikoba yetu. Mnarudi Njopeka. Tunarudi sasa Njopeka. Hatuendi kwa Bongomani sasa. Mnarudi mlikotoka. Tunakotoka. Sawa sawa. Tunatambuka geti, mwenzangu ananiambia mimi naenda kwa mteja wangu Ikwilili. Wewe rudi nyumbani. Kupigia simu, basi na mimi utanipigia simu, mimi nitatoka Ikwilili na wewe utatoka nyumbani, tutakutana hapa, tutaenda kufanya shughuli zetu. Sawa sawa. Yule bwana anaenda kule terminal, mimi nakaa pale mbembeni nasubiri gari narudi nyumbani. Cha ajabu nimetoka pale, story ni ndefu na inasisimua kwa jinsi ulivyoielezea. Lakini sasa muda tuliokupo nao unatubana. Tuende haraka haraka kidogo. Sawa. Ili tufike sasa, baada ya kuwa ili tufike namna gani sasa ulifika mpaka najiunga. Ukajiunga. Twende haraka haraka. Sasa kwenye kujiunga, stadi ya kujiunga kwamba alitoka sasa mwalimu kutoka Kibiti, Mwalimu Nasoro akaja nyumbani kwangu mimi. Siku ya kwanza, mara ya kwanza alikaa siku 5 nyumbani kwangu mimi. Sasa alipofika pale nilimkaribisha, afu nilishangaa mimi mtu kama huyu nitamweka wapi? Lakini akasema usio na hofu, mimi hata chini nalala. Basi akaniondoa hofu, kweli tukaishi pale ndani ya siku 5. Siku 5. Siku 5. Kalala pale kwangu. Kwa hiyo pale siku 5 alikuwa anakuhubiri siku 5 sasa ile alikuwa anachokifanya kwamba ikifika muda wa ibada ananihimiza tusali pamoja wote. Na kweli nilikuwa nafanya hivyo. Na wakati huo biashara yako ya uganga unaendelea nayo? Biashara nayo ya uganga na ya pombe nayo. Ila nimehamisha tu kile chumba nilichomkabidhi yeye, nimetoa mule nimeweka sehemu nyingine. Kwa hiyo mwalimu alipokuja pale sasa akanihubiri. Aliponihubiri na mimi nikajiunga. Sasa nikajiunga na jumuiya hii ya Uislamu Ahmadiyya. Lakini sasa yakabaki malezi, pia malezi kwa anakuja. Nini kilikuvutia? Yale mahubiri ya mwalimu au mwalimu kwa sababu alikuwa anakuja kukutembelea? Ile hasa ukasema kwamba sasa bwana mimi na kata shauri na jiunga na jumuiya ya Uislamu Ahmadiyya. Kilikuvutia nini kwenye jumuiya ya Uislamu Ahmadiyya mpaka ukaamua kujiunga? Cha kwanza ni namna alivyotukirimu mwalimu. Katukirimu vizuri. Kwa hiyo hata moyo wangu katakasika. Kwa yale mapenzi uliokuwa umeyapata kutoka kwa mwalimu yakakufanya ujiunge na jumuiya ya Uislamu Ahmadiyya. Sawa. Baada ya umejiunga na jumuiya ya Uislamu Ahmadiyya, wewe ulikuwa mganga, ulikuwa unauza pombe. Nini kilitokea kwenye maisha yako? Mwalimu alinishauri tu kwamba sasa Mizali umekuwa Muislamu, basi baadhi ya mambo mengi yasiyohitajika maana yake uachane nayo. Kwa sababu aliniuliza shughuli zako za kipato, nikamwelezea. Akasema sasa hayo hayakufai, achana nayo. Na kweli nikajitahidi, nikamwomba Mwenyezi Mungu nikaweza kuachana nayo. Kwa hiyo ukaachana na uganga na ukaachana na pombe. Mkoba sasa uliufanyaje? Mkoba hatua yake, baadhi ya watu waliniambia kwamba nimrudishie mwenyewe, lakini mwenyewe mzee, yani manake baba. Lakini kwa fikira zangu nikasema hapana. Nikirudisha kule itakuwa kama nimeenda kuweka. Cha msingi mimi nikautie moto, na kweli nikatia moto. Kwa hiyo wakati unajiunga babako bado alikuwa yuko hai? Yupo hai. Mpaka hivi baba yupo hai. Changamoto gani sasa ulizipata baada ya kujiunga na jumuiya ya Uislamu Ahmadiyya? Baba mimi nilimfuata na kumwelezea, akasema basi Mizali wewe unatambua kwamba hiyo ni haki, baki tu hapo hapo na haki yako. Na hawa wengine ambao walikuwa wanakuzunguka kwamba ndio walikuwa wanakutegemea na kuona kama ndio mkombozi wao kwenye masuala ya tiba, mkombozi wao kwenye changamoto zote ambazo walizokuwa wanazipata? Wale sasa niliwastupisha kwamba shughuli zile sasa mimi nimeacha, na namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah. Pamoja na waliendelea kidogo kunipigia simu,
lakini namshukuru Mwenyezi Mungu niliweza kuachana nao. Sawa. Sasa umejiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, ulikuwa mganga, ulikuwa unashughulika na shughuli mbalimbali, ukaachana na uganga na ukaachana na habari ya kuuza pombe. Mabadiliko mengine ambayo uliyoyapata ya kiibada, ulipata mabadiliko gani mengine baada ya hapo sasa, baada ya kujiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya? Namshukuru Mwenyezi Mungu, ladha ya Uislamu, ladha ya dini, namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Nimeona na bado mimi niseme tu Mwenyezi Mungu yupo hai, kwamba kulikuwa na mzee pale alikuwa ni adui yetu sana wa kijumuiya, lakini yule mzee kwenye kutengeneza hila zake alitengeneza na hila moja ya kutaka kunyang'anywa mimi shamba, lakini wazee walijaribu kusimamia kwamba lile shamba nibaki nalo mimi. Yule alitengeneza hila kubwa, mimi nikawaambia basi nyinyi mwachieni huyo mzee maamuzi yake, sisi tunamwachia Mwenyezi Mungu. Ndani ya kama siku 2-3 alianguka shida ghafla na akafariki. Jingine ambayo inafanana na hilo? Jingine pia kulikuwa na mwalimu pale wa jumuiya anakuja kudarasisha pale, maana ya kusomesha, anakuja kuwafundisheni nyinyi pamoja na watoto wadogo. Kwa hiyo kuna mtoto wa mzee mmoja pale alitamani na yeye awalete wanawe pale. Kwa hiyo akatoa kiwanja chake yeye kama yeye kwamba tukutanie hapa kimapenzi. Kwa hiyo nikamshauri mwalimu, akasema sawa. Tukawa tunakutania pale. Yule mzee akaja pale akawa mkali kwamba hapa sisi hatukutakini. Mzee ambaye mtoto wake ametoa kiwanja. Aitoa hicho kiwanja. Wewe unawapokea hawa makadiani, hawafai, hawana maana na nini, kaongea mengi. Kwa hiyo sisi pale tukasema sawa, basi miza limekuwa hivyo, sisi tutajitenga, tutakuwa kwetu kule, manake nyumbani kwangu mimi. Lakini bado anasema hapa mji huu, ina maana huu mji hawatakiwi makadiani. Lakini ile eneo ambalo nyinyi mpo, sisi tunapoishi pale kile kijiji kwamba mzee anasema yeye hawataki makadiani. Tangu hapa hawajapokelewa makadiani. Hawajapokelewa makadiani na wala hawataki. Na hawatakiwi. Yule mzee alikuwa na mamlaka gani ya kusema? Hana mamlaka yoyote. Hana mamlaka yoyote. Ila ni chuki tu. Basi yule mzee ulimuingia uchizi ndani ya siku 3 na amegongwa na gari. Sawa. Amefariki. Kwa hiyo inaonyesha kwamba yeyote anayeitaka kuizima, anayeizuia jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, basi apambani na mtu anapambana na Mwenyezi Mungu. Anakutana na mkono wa Mwenyezi Mungu. Sawa. Ipo hivyo. Sawa. Tukiendelea mbele, wewe umejiunga na Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya, ulikuwa mganga, ukaacha shughuli zako. Nataka tujue uimara wa imani yako. Imeimarika kiasi gani, kiasi ambacho kwamba unajua sasa kwamba ukiacha na haya matukio ambayo yalikuwa yametokea, ambayo yamekuoneshea kabisa dhahiri kwamba mimi sasa niko kwenye sehemu sahihi. Jambo gani jingine linaonyesha kwamba unasimama na kusema kwamba hata kizazi changu mimi nataka kikue katika imani hii na kiendelee kuwa imara zaidi? Yani jambo hasa linalonipa nguvu na imani zaidi kwamba nipo katika haki, huwa napata njozi kwamba nipo katika mlima mrefu sana na nyumba kubwa sana ya msikiti. Yani nipo kileleni juu, wengine wote wapo chini. Sawa. Kwa hiyo ile inanipa imani kwamba wewe ulipo, wengine wako chini, wewe uko juu, mimi niko juu. Sawa. Kwa hiyo inakupa imani, inaniongezea imani. Sawa. Kwa kumalizia, wewe ulikuwa mganga wa kienyeji. Sawa? Na kuna watu walikuwa wanakutazama wewe kama mfano, na unaweza kutuelezea kidogo kwa watazamaji ile hali ya uganga vile mlivyokuwa mnavifanya, kwamba mtu anavyokuja kutibiwa, mtu labda wanasema sijui ana mapepo, sijui ana majini,
hivyo vitu kwako wewe wakati ulivyokuwa mganga ulikuwa unavitibu na ukweli wake hasa ni upi? Uganga mule vitu vingi ni usanii. Vingi ni usanii, ila kutokana na watu wamekwama katika ushirikina, wao sasa wanaona kila unalolifanya lipo sahihi. Kwa mfano, unaweza ukamwambia kwamba hapa kuna kitu kimechimbiwa kibaya, unaenda unachimbua, ni kwa ujanja. Unaenda pale na kitu na unamwambia kabisa kwamba kilichochimbiwa hichi hapa sasa nishatoa. Kwa hiyo mimi tu niwaambie kwamba wale waliogandamana kwenye ushirikina, kule hakuna kitu zidi ya ujanja. Bali zipo dawa kwamba tumbo linauma, unaweza ukajua kwamba nikishachimba mti huu basi nikimpa atapona. Lakini haya mambo mengine sijui ya mapepo, sijui jini, sijui pembe, sijui nini, yani ule ni usanii tu. Asante sana Mzee Kipengele kwa hayo ambayo ulikuwa umeweza kutuelezea, na nadhani wa mtazamaji atakuwa amepata vitu vingi kwenye historia ya maisha yako. Ndugu mtazamaji, huyo alikuwa Mzee Kipengele almaarufu kama Mkebae, mzee ambaye alikuwa sawa na historia yake alivyosema, alikuwa ni mganga wa kienyeji, lakini pia vile vile alikuwa anajishughulisha na biashara ya kuuza pombe. Lakini kwa sababu ya kumpokea Masihi aliahidiwa na kupata baraka zilizotokana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayo mambo yote aliweza kufanikiwa kuyaacha, na sasa hivi anasema yuko kwenye amani na anapata njozi kujiona kwamba yeye yuko juu ya msikiti, yuko juu na wengine wako chini. Kwa hiyo kupitia njozi hizo zinamwashiria kwamba yeye mahali alipo ni mahali salama. Na mimi kufikia hapa sina mengi kutoka kwenye maelezo yake, na kuaga kwa kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.